mji wa Bethania. Sema amen. Siku ya leo kuna habari njema juu ya watu ambao wamekaa katika mji ambao umefungwa wa Bethania. Neno la Bwana linasema kwa sababu ya Bethania na Yesu amekuja, na Bethania na Yerusalemu ni mji wa Bwana. Yesu akaona sio vema mahali hapo pakae kama pamefungwa. Yesu akaona si vema mahali hapo kukuwa na wanapunda ambao wamekaa mahali pale na wanastahili kuinuliwa. Naye akatuma watu akasema, endeni mkawafungue, kuna mwanapunda ambaye yuko mahali pale ambaye amefungwa. Na nikakuja kuelewa punda ni nani. Nikaelewa kwamba punda kazi yake ya kwanza ilikuwa ni ifunguliwe ili ibebe mfalme wa wafalme. Punda kazi yake ilikuwa ifunguliwe. Na ninaamini ya kwamba punda ni mnyama ambaye hubebeshwa mizigo. Sema mizigo. Mizigo. Ninajua watu wengi wanajua mwanadamu na mnyama ni kama wanapunda ni kama sawa. Yaani ni watu ambao wamebebeshwa mizigo mingi, watu ambao wamepitia katika hali nyingi, lakini pamoja na hizo mizigo wanapenda kufungwa. Sema amen. Kuna watu wanapenda kufunga wanadamu wengine jinsi punda anapendwa kufunga. Maana punda hana matata lakini haikosi kamba. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Kwa hiyo punda kwa sababu hakosi kamba anafungwa. Na Yesu anataka punda asifunge. Na nikaangalia kwa makini nikajua kwamba wakati Yesu alikuwa anaongelesha juu ya punda, alikuwa anafananisha punda tu ni mfano wa watu ambao wamefungwa katika taifa la Bwana, katika mji wa Sinai. Yaani watu ambao wamekuja katika mji huu wakifikiria wamekuja kutafuta, kumbe hapo wamefika. Bado hata kama ni mji wa Nairobi, bado ni mji wa mateso kwao. Hao ndio Bwana ameleta habari zao kwao hapa katika mji wa Sinai, ya kwamba si lazima ukae ukiwa punda ambaye imefungwa. Siku ya leo tumekuja ili kutangaza kufunguliwa kwa yeyote ambaye amefungwa mji huu wa Sinai. Maana ninajua Bwana ninasema na mipango mizuri juu ya maisha ya mwanadamu. Yeye alikuja kuokoa, yeye alikuja kubadilisha. Name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Bethania, mji ambao watu wamefungwa na vifungo. Wakati mwingi nimehubiri katika vijiji, nahubiri kule Ushago, katika mji wa Western, upande wa Busia na mpaka na Uganda. Na nilikuwa naangalia misingi, tunatoka ndani. Nimetembea kule Kitale, nimetembea sehemu mbalimbali katika mji huu Ukambani, na mahali popote nikagundua ya kwamba mahali pengi tunaenda si tu unafikiria ya kwamba umekaa na wapendwa kanisani ukafikiria uko sawa, lakini watu wengi ambao tunakaa na wao hawezi jua nia ambayo wako nayo juu ya maisha yako. Wengine mnaweza kuwa mnafanya biashara na wao na hawezi jua ni nini kinafanyika katika maisha yako. Yaani wako pale na nia yao ni kukumaliza. Nia yao ni kupigana na wewe. Nia yao ni kuhakikisha kwamba hauendelee. Yaani wanajifanya kuwa marafiki lakini wanatafuta ni nini watakachokuza ili maisha yako yaharibike. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Wanatafuta ni nini kile ambacho wanataka maisha yako yaharibike. Lakini siku hii ya leo nataka kuja kwa habari njema ya kwamba hata kama tumekaa katikati yao. Maana Biblia inasema, nilisoma katika kitabu cha Mika mlango wa 7 mstari kuanzia mstari wa 6 ya kwamba usiamini ndugu yako, usiamini hata jirani wala rafiki. Maana maadui wa watu wako ni wale ambao wanakaa katika nyumba yako. Yaani yule ambaye unafikiria ni rafiki yako ni yule ambaye anakukula wewe, ni yule ambaye anakumaliza. Lakini leo ninakuja na sio rafiki wa pekee, yule ambaye aliamua kufa
hapo msalabani, yule ambaye aliamua kubeba dhambi zako ili ukaweze kufunguka. Leo nimekuja na ujumbe. Bwana anakuhitaji ya kwamba katika mji huu lazima watu watafanikiwa, lazima biashara za watu zinawiri, lazima utarudi nyumbani ukiendesha. Kama walisema wamekulaani, leo nimekuja kuvunja laana. Na kama walisema wewe hautafanikiwa, za Bwana siko hapa. Katika mwisho wa mateso ndipo Yesu alitumana. Mwisho ambao watu wamefungwa, ndipo Yesu alitumana. Maana alijua amekuja kwa sababu ya waliofungwa, amekuja kwa sababu ya wale ambao wanateseka, amekuja kwa sababu ya wale ambao wamekosa. Na hivi ndivyo tuko hapa kutangaza ya kwamba maisha yako yanafunguliwa sasa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza Sinai kufunguliwa, sala za mahali hapa kufunguliwa, ndoa za watu kufunguliwa, Baba kukuinua kiwango kingine. Leo kila kifungo hakitabakia katika maisha yako. Naamini kuna watu wamefungwa na mandoto mbalimbali, unaota tu kitoroshwa, unaota ukihangaika. Leo kuna habari njema. Bwana amesema tukufungue, tumekuja kukufungulisha katika jina la Yesu. Tunaachilia maisha yako katika jina la Yesu. Tunaleta ukombozi kwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wakati Yesu alibeba mwanapunda, kulikuwa na kitu ambacho alitaka kifanyike. Kukaeleweka ya kwamba Yesu wakati alitaka tu mwanapunda, sio tu aendelee peke yake. Akajua mwanapunda akishughuliwa na mwanadamu atapigwa na atabebezwa mizigo. Yesu mwenyewe akasema mizigo nitabeba. Yani Yesu yeye unajua anasema hivi, leteni mizigo zote isije kwangu. Kwa hivyo wakati aliita punda, alijua mizigo ambazo punda inabeba. Sasa ni Yesu anabeba. Nataka kutangazia leo, Yesu huyo ambaye amesema ufunguliwe, ako tayari kubebana. Ugonjwa umesukumiwa, ako tayari kubebana. Hizo shida uko nazo, ako tayari kubebana na mizigo ambazo umebebeshwa. Na anasema hivi, Biblia inasema wakati walibeba, Yesu aliitisha punda ikakuja. Haleluya. Amen. Ikasema sasa hii punda lazima nitaitukuza, lazima nitaipeleka kiwango kingine. Wapendwa, hauwezi tembea na Bwana ubaki katika hali ya kawaida. Hakika hauwezi tembea na Bwana ukatae kukubadilisha. Wewe mwenyewe unaweza kukataa kubadilika, lakini Bwana wa majeshi hawezi kosa kukubadilisha. Ninataka kutangazia leo ya kwamba Bwana wa majeshi hawezi kukutumia tu kama punda. Mwanadamu atakupiga, atakupatia majani ukunywe. Kama ni punda ya kawaida ni maji tu na majani na malisho, na inaisha hivyo. Lakini Biblia inasema wale ambao watanifuata mimi, nimekuja ili kuwapa baraka. Hapa duniani nitawapatia 100% ya mali za hapa duniani, na baadaye nitawapatia uzima wa milele. Huyo ndio Bwana tunayetangaza leo ya kwamba unapompokea huyu Yesu siku hii ya leo, na wakati unakubali kutembea na Yesu, nataka kuambia upendwa, wewe ambaye ulivunjika moyo, ninaamini kwamba kuna wengi wameanza safari na Bwana lakini wakakoma kwenye njia. Hao ndio tumekujia leo, ambao walikwama katika wokovu, hao ambao waliacha makanisa, hao ambao walisema walinikwaza, hao ambao wanasema wapasa sijui wamefanyia nini. Hao ndio Bwana anataka. Ndio safari Yesu anakuhitaji. Usisimie, usikose kusonga mbele. Yesu yuko anzia kitambo, abadiliki, neno lake bado linatangazwa. Haleluya. Nataka kutangazia waliosimia na kuambia leo, mpendwa, endelea na safari. Hakuna safari yoyote inakuwa rahisi. Hakika. Wengine wetu hatutoki hapa Nairobi. Masaa ya mimi kusafiri nikienda kwetu ni zaidi ya masaa 8 kwa gari. Katika haya masaa 8 unafika mahali unasikia miguu imechoka,
Nasikia unataka njaa imekupata katika safari, unapata kuna wengine wamefanyika ajali, wengine hawafiki, lakini katika safari hii ya mbinguni kila siku ombe ukisema Bwana nitafika. Maana Biblia inasema ameenda kutuandalia makao. Baba ameandaa makao, hata leo anaandaa makao. Anahitaji wewe ambaye amekuweka hapa duniani ukawe sehemu ya makao yake, ukawe sehemu ya makao yake. Hatujafikia ile wakati ambao unasema sasa tunakufa, maana hasijakuja kuombea mmoja kuharakisha aende mbinguni. Haleluya. Lakini nimekuja kutangaza ya kwamba tutamtumikia Bwana hapa mjini. Tutamtumikia hapa mjini, tutatumikia Bwana mashambani, tutahubiri kote kote Injili, ili tufikie hiyo siku tunangoja. Maana Biblia inasema kwamba nitamlipa kila mtu kulingana na kazi ameifanya. Wewe mpendo, umefanya kazi gani? Wakati unaamua kukomba usiende kanisani, ni nini umeamua kuifanya? Ni nini ambacho unataka Bwana kulipe nacho? Kama safari hauwezi enda, Yesu akasema ya kwamba mimi Bwana nitie nguvu kikombe hichi kiondoe mbele zangu, lakini Bwana hakukiondoa. Akasema Mungu akamtuma mwanawe Yesu Kristo ili afe. Yani Yesu ilikuwa lazima akufe ili sisi tupate ukombozi. So lazima wewe pia ukubali kukufa, utumike na Bwana, uachane na mambo ya ulimwengu huu, uanze kumtafuta Bwana. Maana anasema nitafuteni maadamu ninapatikana. Ni wajibu wako kani mtu mpendwa, mama, mzee, kijana, kumtafuta Mungu, sio Mungu kukutafuta wewe. Ambia wa mtu, ni wajibu wako kumtafuta Yesu. Ni wajibu wako kumtafuta Yesu. Ni wajibu wako kumtafuta Yesu. Ni wajibu wako kumtafuta